Okay, ni bahati kwamba ni siku nyingine tena tunaingia katika kufanya kipindi chetu cha mdahalo. Kipindi cha mdahalo ambao sisi kama Wakristo tunakaa tunakusanyika, tunajadili imani tulizonazo kwa kutumia maandiko, maandiko ya Biblia. Sana sana hayo ndiyo yanatuongoza tuone, je, tupo sahihi katika imani au hatupo sahihi. Na leo nafurahi kwamba nawakutanisha ndugu zetu ambao ni kanisa la Kristo, alafu tunakutana na watu ambao ni watu wa Reformed Adventist Church Reformed. Leo tutakuwa tunajadili mada yetu ambayo inasema kwamba je, ubatizo ni kwa jina gani? Ubatizo ni kwa jina gani? Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ama ni kwa jina la Yesu? Kwa hiyo karibuni sana watazamaji wetu. Tutakuwa na dakika 20 kila upande utakaopeleka mada. Baada ya hapo mada itakuwa summarized kwa dakika 10, alafu tutaingia kipindi cha maswali na majibu. Leo swali letu litakuwa ni moja, lakini muulizaji atakuja kurudi hapa na kusema kama amejibiwa swali lake au hajajibiwa, na aliyejibu atarudi tena kuja kutoa jibu kwa mara ya pili. Kwa hiyo karibuni sana, na kwa sasa tunaanza na watu wa kanisa la Kristo. Njooni mpeleke mada hapa, mtuambie ubatizo ni kwa jina lipi. Karibuni sana. Haya, tunaweza anza hesabu dakika. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tunashukuru Mungu tena kwa magharibi ya leo ndani ya nchi hii ya Tanzania. Kwa majina naitwa Theophile Mayumba. Mada yetu ni kama swali, na swali lenyewe lina kutuhusu sisi wote wa Kristo. Ni ubatizo gani ulio sahihi? Kwa jina la Baba, Mwana na Roho, au kwa jina la Yesu Kristo? Majibu yatakuwa yanafatana na ngisi walimu watakuwa wakiendea masomo na kwa wale ambao watakuwa wako nasikiliza, ila tunataka mtutege sikio kupitia maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naanza na andiko la msingi sababu najua hapo ndipo watu wote watakuwa wakiendea. Kitabu cha Mathayo 20 kistari chake cha 19. 20? Ndiyo, 20 na 19. Tusome. Basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii andiko ambayo inasomeka hapa ni andiko ya msingi sana, inayosababisha tunafanya mada kama hizi, na wale waelewa watajua kwamba hapa kipi kinachozungumzwa. Kwanza andiko linasema enendeni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Andiko hili halikusema wabatize kwa majina, ila andiko lilisema wabatize kwa jina la Baba. Wabatize kwa jina la Baba na Mwana. Andiko halikusema wabatize kwa jina la Baba na la Mwana, sivyo andiko inavyosema. Andiko inasema na kwa jina ya Roho. Andiko haiseme wabatize na kwa jina la Roho. Wabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Sasa kwa kusudio ya kutaka kujua, je, Baba ni jina? Nafikiria sisi sote tumepita shuleni, na wengi katikati yetu hapa wana elimu zaidi kutuliko. Na shule za msingi wanapokuwa wakifundisha kuhusu sarufi, jina Baba ni jina la kijamii.
Baba si jina la upekee, ni jina la kijamii. Jina Mwana si jina la kipekee, ni jina la kijamii. Pia jina Roho siyo jina. Kwa hiyo wakisema wabatize kwa jina, walitakiwa watu wajue ni jina gani lililosemwa libatizwe, wala watu wabatizwe kwalo. Tuulize kwanza maandiko Kutoka 3:13. Kutoka 3:13. Imesemaje? Biblia inasema hivi. Changamka sababu ya wakati. Musa akamwambia Mungu. Tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli. Na nitawaambia. Mungu wa baba zenu. Amenituma kwenu. Na wakaniuliza. Nao wataniuliza. Jina lake nani? Kumbe hii ni jambo la msingi. Mungu kwa mujibu wa maandiko siyo jina, ila Mungu anatakiwa awe na jina. La pili, Musa kupitia kuelewa kwake alijua miungu mengi iko katika nchi ya Misri, sababu pia yeye alikuwa huko Misri. Kwa hiyo wakati anasema kwamba nikifika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenyu, nao wakiniuliza jina lake nani? Maana Mungu anatakiwa awe na nini? Na jina. Kwa hiyo Mungu si jina, lakini pia Baba si nini? Baba si jina, ila Baba ni jina la kijamii na Mungu ni kila kinachoabudiwa. Kitabu cha Wafalme 11:33. Changamka wakati. Inashuhudia na kusema. Kwa sababu wameniacha mimi. Wakaabudu Asteroti. Mungu mke wa Sidoni. Kumbe Mungu si jina, lakini Wasidoni walikuwa na mungu wao anaitwa Asteroti. Maridhia. Na Melkumu. Mungu wa wana wa Amoni. Lakini Waamoni walikuwa na mungu anaitwa Melkumu. Twende. Mungu wa wana wa Amoni. Twende kabisa. Wala wakwenda katika njia zangu. Simama. Yaani ni kutaka kujua kwanza kama Mungu si nini? Si jina, lakini pia Baba si nini? Si jina. Ndiyo maana wale walioamini wakati wanabatizwa walitakiwa wabatizwe kwa agizo la Yesu, na kwa agizo la Yesu wabatize kwa jina la nani? La Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwanza tuangalie, je, Baba nayo ni jina? Inasema nini Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Shetani. Nyinyi ni wa baba yenu nani? Shetani. Kumbe Shetani ni baba, ila ana sifa ya kuwa baba, ila ni Shetani. Nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ibilisi ni jina ambalo yeye analo, ila anaitwa baba. Kwa hiyo mtu akisema anabatizwa kwa jina la Baba, anatakiwa huyo baba awe na jina. Jambo la msingi tunapaswa zingatia lile. Kwa hiyo andiko la Mathayo, wasikilizaji, lisilete vurugo kwetu wala kwenyu, kujua kwamba Yesu akisema wabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho, maana Yesu alisema waende wabatize kwa jina la Baba na watu waseme jina la Baba, Mwana na Roho. Watu wakisema kwa jina la Baba, inatakiwa wajue jina la Baba ni nani. Nirudie Mathayo ili niende kuingia katika jambo lingine. Kamata Mathayo sura yake ya 6:9 yake. Imesemaje? Biblia inasema hivi. Katika 6:9 inasemaje? Bali ninyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Simama. Kumbe Wakristo, Yesu alifundisha wanafunzi wake kwamba wakati wanaposali wanatakiwa watukuze jina la nani? La Baba. Na leo hii kwa swali linalotuhusu sisi wote wanaotufuata kwenye mitandao na walio hapa, swali kwa Wakristo, ni jina gani leo Wakristo wanatukuza? Jina. Sababu Yesu alisema
wakati mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanye nini? Litukuzwe. Asa Wakristo leo wanatukuza jina gani? Wakristo watakapoelewa jina wanalolitukuza, itawapatia kujua kwamba kwa jina la Baba wanatakia wabatizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ili nyende kwa kupunguzia, nikamate kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 24 44. Luka 24:44 yake. Biblia inasema katika 24:40 yake. Ndiyo. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Malizia. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu Twende. niliwaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, Twende kabisa. ya kwamba ni lazima atimize yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa Twende. na katika manabii Malizia. na katika Zaburi. Twende. Ndipo akawafunulia akili zao, wapate kuelewa na maandiko. Malizia kabisa. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo ya nini? Ya zambi. Matendo ya Mitume 4:12. Matendo ya Mitume 4:12. Imesemaje? Wala hakuna jina lingine. Rudia, soma vizuri ndugu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12. Twende kabisa. Wala hakuna wokovu katika mwingine yoyote. Kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Na swali pia na wote wanaotusikiliza, hoja hizi niko naacha: ni jina gani ambalo tunatakiwa kuokolewa kwalo? Kwa kuwa katika Marko 16:17 anasema kwamba enendeni ulimwenguni mkafanye mataifa, mhubiri Injili kwa kila kiumbe, atakayeamini na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Sasa hakuna jina lingine tulilopewa chini ya mbingu litupasalo kuokolewa kwalo. Leo ni jina gani ambalo sisi tunaokolewa kwalo kama sio jina la Baba? Na jina la Baba maana yake ni jina gani? Tutajibia jina hilo ni jina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba mataifa yote watahubiriwa habari ya toba na ondoleo ya dhambi kwa jina la nani? La Yesu. Nadhani ni hivyo. Na maandiko nasema mataifa yote watahubiriwa habari ya toba. Sasa tuulize maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inasema nini? 16:26 andiko la Yohane 16:23. Biblia inasema hivi katika 23: tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Ndio. Amini nawaambieni, mkiomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Malizia sasa 26. Na siku ile mtaomba kwa jina langu. 24 kisha uruke 26. Hata sasa mkuomba neno lolote kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Malizia. Furaha yenu iwe timilifu. Malizia. Hayo nisema nanyi kwa mizali. Hii yote nilikuwa nabaambia juu ya Baba ni kwa mizali. Kwa saa yaja, saa inakuja, ambapo sitasema nanyi tena kwa mizali. Ndiyo. Lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Na siku ile mutaomba kwa jina langu. Wala siwaambia kwamba mimi nitaombea kwa Baba. Hii maana jina ambalo Yesu alikuwa anawaambia kuhusu Baba, alikuwa anawaambia kwa nini? Kwa mizali. Ila muda utafika mutaomba to kwa jina la nani? Langu mie. Sasa ubatizo ulifanyikaje? Matendo ya Mitume, twende hapo. Matendo ya Mitume ngapi? Kamata ile 2. Matendo ya Mitume 2. Katika Matendo ya Mitume 2 ngapi? Kamata ile 20, kamata ile 37. Biblia inasema hivi: walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakaambia Petro na mitume wengine
Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni kila umoja kwa jina la Yesu Kristo. Soma vizuri ndugu yangu. Tubuni kila umoja. Petro akawaambia. Ndio. Petro akawaambia, tubuni, ndio, mukabatizwe. Tubuni mukabatizwe kila umoja kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Baba? Hapana. Kwa jina gani? La Yesu Kristo. Kwa jina la Baba? Hapana. Yesu aliwaambia wabatize kwa jina gani? La Baba, sivyo? Kabisa. Yesu hakuwaambia wabatize kwa majina. Yesu aliwaambia kwa jina. Na kwa jina Petro anasema kwamba tubuni mukabatizwe kila mmoja kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Twende mupate ondoleo la dhambi zenu. Kwa hiyo mataifa yote watahubiriwa habari ya ondoleo ya dhambi kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Na Petro anasema batubu babatizwe kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Ili wapate nini? Ondoleo la dhambi. Kwa hiyo mataifa wote walitabiriwa kwamba watahubiriwa habari ya msamaha wa dhambi na ondoleo ya dhambi kwa jina la Yesu. Na hii ndio sababu Petro wakati anakuja anasema tubuni mukabatizwe kila mmoja kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Malizia. Mupate ondoleo la dhambi zenu. Twende kabisa. Kwa kuwa mupate ondoleo la dhambi zenu. Ndio. Nanyi mutapokea kipawa cha Roho Takatifu. Nanyi mutapokea kipawa cha Roho Takatifu. Kwa kuwa ahadi hii ahadi ni kwa ajili yenu. Ni kwa ajili yenu. Na kwa watoto wenu. Na pia watoto wenu. Na kwa watu wote. Na kwa watu wote. Walio mbali. Na walio karibu. Unaona sasa? Twende. Ninashuhudia na kusema hivi. Tunaenda mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana yake ahadi ilikuwa watu wabatizwe kwa jina la Yesu. Kwanza, ondoleo ya dhambi itafanyika kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Wokovu itafanyika kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Mtu ili apate kuokoka, maandiko yanasema kwamba alitakiwa aamini na kubatizwa ndio afanye nini? Aokolewe. Nadhani ni vile. Kabisa. Sasa kwa habari ya msamaha wa dhambi ilitakiwa watu wapate msamaha wa dhambi kwa jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo Petro akasema hatukupewa jina lingine chini ya mbingu tupasalo kuokolewa kwalo. Na jina ambalo tulipewa kuokolewa kwalo ni jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo mitume walipoanza kubatiza wakabatiza kwa jina la Yesu ili watu wapate ondoleo ya nini? La dhambi. Na ile ahadi ilikuwa sasa nini? Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu. Kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana wetu Yesu, na Bwana Mungu wetu wamjie. Watakaoitwa na Bwana Mungu wamjie. Maana ile ahadi ya kubatizwa iko ahadi, haiko kwa wakati wa mitume tu. Ni ahadi ambayo mpaka vizazi na vizazi kila mwenye ataitwa na nani? Na Mungu amjie. Inatakiwa abatizwe kwa jina la nani? La Yesu. Nafikiria ni hapo. Kabisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hizi vinadhibitisha kwamba hakuna wokovu katika jina lingine. Jina ni moja tu ambalo ni jina la Yesu Kristo. Ndio linaleta wokovu. Amen. Sasa kama ndugu watakaopita hapa wataleta hoja ambazo zitakuya vunja hizi, wapite watuambie ni mtu gani ambaye alipata wokovu kwa jina la Baba? Ni mtu gani alipata wokovu kwa jina la nani? La Baba tu. Maandiko yanasema atakayeamini na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Habari ya msamaha, habari ya ondoleo ya dhambi na msamaha inatangazwa kwa jina la nani? La Yesu. Lakini pia Petro akasema hakuna jina tulilopewa chini ya nini? Ya mbingu tupasalo kuokolewa kwalo. Lakini pia maandiko yanasema akawaambia tubuni na kubatizwa kila mmoja kwa jina la nani? La Yesu, ili mupate ondoleo ya nini? Ya dhambi zenu. Kwa hiyo hoja ninaiacha hapa kwa wale watakaorudi. Ni mtu gani alibatizwa ubatizo ambao leo unabatizwa? Sababu wanapoenda batiza watu wanawaambia tunakubatiza kwa jina la nani? La Baba na la Mwana na la Roho. Ni mtu gani amebatizwa hivyo? Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko hakuna ubatizo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Kwa mujibu wa maandiko kuna ubatizo kwa jina la Baba, na jina la Baba tunaona ni nani? Ni Yesu Kristo. Sababu Baba natakiwa awe na nini? Na jina. Baba sio jina, Mwana sio nini? Jina. Na Roho sio nini? Jina. Tulipana kamata ile Ufunuo 16:14 yake tupunguzie.
Kitabu cha Ufunuo 16:14 yake inasemaje? Biblia inasema hivi. Katika 16:14 tusome katika jina la Yesu. Ndio. Hizo ndizo roho za mashetani. Hizi ndizo roho za nini? Za mashetani. Kwa hiyo mtu hata akisema anabatizwa kwa jina la roho, kuna roho ya nini? Ya mashetani. Lakini Watesalonike wa pili 2:3 inasema nini? Watesalonike wangapi? 2:3. Wa pili 2:3. Watesalonike wa pili 2:3 inasema nini? Biblia inashuhudia na kusema hivi. Katika Watesalonike wa pili 2:3 tusome katika jina la Yesu Kristo. Mtu yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokucha kwanza ule ukengeufu, akafunule mtu wa kuasi, ule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Kumbe shetani pia ni mwana wa nini? Wa uharibifu. Kwa hiyo hakuna mtu mwenye atakanusha hii maneno kwamba ubatizo kwa jina la Yesu sio ubatizo sahihi, ila mimi ninaleta usahihi kwamba mtu akibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na la Roho, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, ule ubatizo sio sahihi, kwa kuwa hakuna mtu aliyebatizwa kwa hiyo nini? Kwa huo ubatizo. Ila maandiko yanaonyesha kwamba ubatizo utafanyika kwa jina la Baba, na tunaona jina la Baba kadiri ya maandiko ni jina ambalo linatukuka. Yesu alisema Wakristo wanapaswa omba waseme, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanye nini? Litukuzwe. Leo jina linalotukuzwa na Wakristo ni jina gani? Ni jina la Yesu. Maana yake jina linalotukuka ndiyo jina la nani? La Baba, kwa mujibu wa Yesu aliyesema kwamba watu watatukuza jina la nani? La Baba. Lakini hoja kubwa katika maandiko, yupi alibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho? Sisi tunaona kwamba ubatizo unafanyika kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Ondoleo ya dhambi kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Msamaha wa dhambi kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Wokovu mjina la nani? La Yesu Kristo. Kwa hiyo nafikiria mtangazaji yuko hapa, dakika zangu ikiwa zinakuwa zimemalizika, mimi ninaamini kwamba hoja tumeiweka. Kama watakuwa na ya kuvunja waje wavunje. Ubatizo ni kwa jina la Yesu Kristo pekee. Mbarikiwe sana. Asante. Asante sana. Huyu ni mwalimu kutoka kanisa la Kristo. Tunaendelea tena sasa hivi, nawakaribisha walimu kutoka kanisa la SDA Reformed Church hapa Tegeta Dawasa. Karibuni sana jamani, mtuambie ubatizo ni kwa jina gani? Na hii ndio raha mtazamaji ya Wakristo. Wao wanataka wajadili, wawe na ukweli mmoja. Natamani siku moja upande mmoja usimame useme, jamani, tumeona ukweli katika upande huu, na nafikiri kama Wakristo wote tuhamie upande huu, tusiwe na kuvutana tu kama tulivyokuwa nafanya mijadala ya shuleni, pesa na elimu bora nini, mnajadili baadaye mnarudi darasani. Ila sisi tufikie hatua ya kusema, jamani, kwa hili tumeona ukweli upo hivi. Kama ubatizo ni kwa jina la Yesu, wote tuamue, Wakristo wote tunabatizwa kwa jina la Yesu. Kama ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tunakubali, tunaenda upande huo. Karibu sana mwalimu, dakika 20. Asante. Ushaanza kunihesabia? Okay. Dakika 20 ni chache, lakini nitakapoishia mimi huwa sina haraka kwamba lazima nimalize. Nitakapoishia ndo hapo. Nimshukuru kwanza mwalimu aliyetoka. Amepresent kile anachokijua na nimependa presentation yake anavyokijua. Ukweli ni kwamba Mathayo sura 28 mstari wa 19. Hebu isome rafiki. Inasema 28:19 Mathayo. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni ulimwenguni mote, mkafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Huo ndio ukweli. Matendo ya Mitume 2:37. Isome Matendo ya Mitume 2:37. 2:37. Inasema 2:37. Matendo. Changamka, muda sina. 37 anasema walipoyasikia hayo wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Asante. Timotheo wa pili 3:15 kama sikosea, 3:15 anasema
na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, hiyo ndio point natafuta. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki. Asante. Biblia inasema, Yesu anatoa agizo kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa nini? Wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:37 Petro anasema wakabatizwa kwa jina la nani? Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu. Kwa jina lake Yesu, na yako mafungu mengi. Sasa hapo Wakristo wanajikuta wanapishana, lakini ukweli ni kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. 2:37 ni sahihi. Mathayo 28:19 ni sahihi. Ukweli ni kwamba unatakiwa ubatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na ni ukweli kwamba unatakiwa ubatizwe kwa jina la Yesu. Kabisa. Yote kwa pamoja. Sasa changamoto inakuja kwamba ni kwa namna gani hiki kitu, wakati Yesu anasema batizwe kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu, alikuwa anamaanisha nini? Kwa sababu wengine kutoka kwenye fungu wanasema alikuwa anamaanisha kwamba kuna nafsi tatu za Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili ubatizwe lazima ukubali kwamba Mungu mmoja ana nafsi tatu. Hiyo ni fikra ya kutengeneza ambayo mtu amefikiria katika uelewa wake. Lakini wengine wanasema hilo andiko liliongezwa, ambao hao ushahidi wao hawana, kwa sababu version zote za Biblia hilo andiko lipo. Huwezi kulitoa na litatoka kesho. Labda ije igundulike Biblia kutoka chini ya bahari ambazo hizo wanagundua siku hizi, ije ambayo haina huko mbele kwenye vizazi, wala halina mabano, iko hivyo hivyo. Sasa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Na nashukuru kwamba mkufunzi aliyetoka amejitahidi kujaribu kueleza maana, na mimi sitaki nishindane naye, ila na mimi nitajaribu kueleza maana ya kile ninachokielewa. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21 anasema Mathayo 1:21 naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Naye utamwita jina lake Yesu, ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Wakristo wengine wa madhehebu wengine ambazo nadhani na hata grupu hili wapo kwenye hiyo notion, kwa naamini kwamba ile jina Yesu lile jina Yesu, yani kusema Yesu, ambayo asili yake lugha lenyewe unaweza tusilitamke vizuri Yashua au Yoshua, kwa maana kwamba katika Biblia jina alilotumika kuitwa mtumishi wa Musa Yoshua, ambalo unaipata katika kitabu cha Yoshua, utakutana nalo, ndio, na jina alilotumika kuitwa kuhani katika kitabu cha Zekaria 6:11. Msoma 6:11. Zekaria 6:11 inasema naam, pokea fedha na dhahabu, ukafanye taji, ukamvike kichwani Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu. Nenda Nehemia 8:17. Nehemia 8:17 anasema na mkutano wote wa watu walirudi kutoka nchi ya uhamisho, wakafanyiza vibanda, wakakaa katika vibanda hivyo, maana tokea siku za Yoshua mwana wa Nuni hata siku ile ya wana wa Israeli. Huyo Nuni aliyekuwa anaitwa Yoshua mwana wa Nuni na Yoshua mwana wa Yehosadaki, na huyu tunayemuita Yesu na Yoshua Musa, na mwingine anapatikana katika kitabu cha Matendo 13:6. Soma Matendo ya Mitume 13:6. Inasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bali Yesu. Hawa wote watatu walikuwa wanatumia jina hili moja, Yeshua au Yesu kabisa. Au wengine wanaita kwa namna ambavyo ya matamshi ya lugha kwa namna lugha, lakini hilo jina, na hata sasa kuna katika nchi za wenzetu
jina hilo Yesu unaweza ukamuita mtoto. Ni vile tu kwamba kwa sisi wa Tanzania kidogo tumelipa heshima. Ni nadra sana kukuta mtu ameitwa Yesu, lakini ukikuta wazungu, hata kama nafutia mpira, utakuta mtu anaitwa Gabriel Jesus. Yuko. Na wengine wengi wanaitwa Yesu na wanaitwa Yoshua, wapo kibao. Sisi kwa hapa Tanzania tunawaita Yoshua wapo. Yeah, au Joshua wapo, lakini ndio jina lile lile. Kwa hiyo jina kama matamshi Yesu halina wokovu. Narudia tena for records, jina kama matamshi Yesu au Yoshua halina nini? Wokovu. Lakini kuna Yoshua ambaye ametambulishwa, ambaye ndani yake kuna nini? Wokovu. Kuna wokovu. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 25 mstari wa 9. Samueli wa kwanza 25:9. Anasema, ndio inasema, nafundisha. Basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali, sawa sawa na maneno yao yote, kwa jina la Daudi, kisha wakanyamaza. Kwa jina la Daudi kisha wakafanya nini? Wakanyamaza. Soma Wafalme wa kwanza 18:24. Hilo jina la Daudi, kuna watu walitumwa kwenda, alafu walipofika wakamwambia maneno kwa jina la Daudi. Sasa kwa fikra za wenzetu ambao katika usomaji wao wanadhani walifika pale, kwa jina la Daudi tunaomba utupe mkate. Kwa jina la Daudi. Sasa hapo nadhani unaweza kuona contradiction ambayo inakuja kwenye kichwa chako. Kwa vyovyote vile hawakusema hivyo, lakini walisema hayo maneno kwa jina la nani? La Daudi. Soma Wafalme wa kwanza 18:24. 18:24. Anasema, nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu wa watu wote. Wakajibu wakasema amina, maneno haya ni mazuri. Asante. Kwa kuna jina namna linavyotumika katika Biblia lazima tulielewe. Yaani Biblia inaposema tuombe kwa jina la Yesu au inaposema tubatize kwa jina la Yesu, lazima tuelewe Biblia inakusudia nini. Jambo la kwanza ambalo mimi katika kusoma kwangu nimeona, ukisoma hiyo Samueli inaonesha utambulisho. Wale watu walifika wakamwambia, sisi ni vijana tuliotumwa na Daudi, ndio, na ametuagiza hivi na hivi, na wakamtambulisha huyo Daudi ni nani, yuko hivi na hivi, aliwahi kufanya hiki na hiki na hiki na hiki, ile status yake ule, yani utambulisho wa Daudi, mamlaka. Sasa tukirudi kwamba Biblia inaposema watu walibatizwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, lazima tutambue kwamba Yesu kama Yesu kuna jina ambalo alipewa, kuna jina la kwake mwenyewe analo, alafu kuna jina ambalo kwa hilo anampeleka Roho Mtakatifu. Naomba nirudie. Yesu kuna jina ambalo amepewa, kuna jina la kwake mwenyewe, alafu kuna jina ambalo hilo anampeleka nani? Roho wa Mungu. Sasa ndiyo unakuja kuipata, yani ile Matendo ya Mitume na Mathayo hazina tofauti, ni kitu kile kile. Ni kitu kile kile. Ila ukielewa undani wake ndio utaelewa kwamba Mathayo ilimaanisha nini na hiyo Matendo ya Mitume ilimaanisha nini, kitu kile kile. Kwanza tujenge msingi kwamba unaposema jina la Yesu iwe clear. Unaposema jina la Yesu ina maana gani? Soma kitabu cha Marko sura 13 mstari wa 6. Jina la Yesu kwanza lina maana gani? Anasema, wengi watakuja kwa jina langu, wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, nao watadanganya wengi. Kuna watu watakuja kwa jina la Yesu, alafu hilo jina la Yesu wakisema mimi ndiye. Kwa hiyo tunaweza kwa maana hiyo tukasema jina la Yesu ni mimi ndiye. Maana yake tunaweza tukasema ndivyo ilivyoandikwa hivyo. Luka 21:8. Luka 21:8. Hao watu watakaokuja kwa jina la Yesu watakuwa wanasemaje? Akasema, watakuwa wanasema sisi ni Yesu, au watakuwa wanasemaje? Au watajiita Yesu au itakuwaje? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema mimi ndiye. Sasa hizo imeenda kiufupi. Sawa? Ndio. Kisa hicho kinaelezwa, tumekisoma katika Marko, tumekisoma katika Luka, tunaenda kukisoma katika Mathayo ili tuone jina la Yesu hasa. Unaposema jina la Yesu, inatolewa pepo kwa jina la Yesu, anabatizwa mtu kwa jina la Yesu, wokovu unapatikana kwa jina la Yesu, ina maana gani? Mathayo sura 24 mstari wa 5.
Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Nao watadanganya wengi. Kumbe kusema jina la Yesu ni kumtambua kwamba Yesu ni nani? Ni Kristo. Ni Kristo. Sasa kuna upana zaidi hapo ambao nataka tuuone kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 37. Mtu yoyote ambaye anakwenda kubatizwa lazima atambue na aamini na akubali na akiri kwa kinywa chake, afanye maungamo kwa mashahidi wengi, aliungamie jina la Yesu. Sio kwamba seme namwamini Yesu. Inaweza kuwa namwamini Yesu lakini Yesu wa wapi? Yesu wa Tongani na Yesu mwingine. Lakini aliungamie jina la Yesu. Na kuliungamia jina la Yesu maana yake nini? Matendo ya Mitume 8:37. Wakawa wakiendea njiani, wakafika mahali penye maji. Huyo mtu anaenda kubatizwa. Yule towashi akasema, tazama maji haya. Nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Unapoamini, kuita jina la Yesu ni utambulisho wa Yesu kwamba yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ni Kristo. Na katika hiyo unakuwa na wokovu. Biblia inasema hivi katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2:22 na 23. Ni nani aliye mwongo? Ila yeye akanaye kuwa Yesu ni Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Yeye amkanaye Baba na nani? Na Mwana. Kwa hiyo pointi si jina Yesu. Ndio. Lakini Yesu ni Kristo. Kristo mwana wa Mungu. Mathayo sura 16 mstari wa 18. Inasema, nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hebu rudi 13. 16. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa mtu anayebatizwa kwa jina la Yesu ni mtu anayekiri kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu, na kutambua mamlaka kwamba Yesu ndiye anayebatiza. Sasa inakujaje kwamba jina hilo Yesu linageuka huku inakuwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu? Yesu kama Yesu mwana wa Mungu, kuna jina la kwake yeye kama yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Alafu ana jina lingine la pili, sawa, ambalo ndo nataka tuliangalie. Kitabu cha Yohana 5:43. Yohana Injili 5:43. Anasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Ana jina lingine la baba yake. Ndio maana unabatizwa kwa jina la Baba na Mwana. Kwa jina la Baba amekuja nalo na amepewa 17:11 Yohana. 17:11 Yohana. Na 12. 17 nianze 11. Inasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Sawa. Nami naja kwako, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa. Kwa unapobatizwa kwa jina la Yesu, unatambua Yesu amepewa jina la baba yake, ana jina lake, alafu anamtuma Roho wake kwa jina lake. Yohana 14:26. 14:26. Anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, sawa, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Asante. Yohana 1:33. Nataka niweke clear kwamba mtu anayebatiza lazima aende na mindset hii. Na hii wengi ni kweli mlichokisema kwamba kuna makosa katika ubatizaji. Hiyo ni kweli, nakubaliana na nyinyi.
Sababu wengi wanaamini ukienda kubatiza anakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Huyu anayebatizwa haelewi chochote kuhusiana na Baba, haelewi chochote kuhusiana na Mwana, haelewi chochote kuhusiana na Roho Mtakatifu. 1:33. Wala mimi sikumjua, lakini yeye alinipeleka kubatiza ndio kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu. Mindset ya Mathayo 28:19, mtu anayebatizwa lazima aamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na amepewa jina la Mungu. Kabisa. Mungu ni baba yake. Kabisa. Alafu anapeleka roho yake, yeye ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu, kwamba unabatizwa ukiamini kwamba utapokea Roho Mtakatifu. Ndio maana katika Matendo ya Mitume 8 mstari wa Matendo ya Mitume 8:30 na 8:6. Soma 8:6 pale. 8:6. Na makutano kwa nia moja wakasikiza maneno yale yaliyosema na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara hizo. Nenda 16. Anasema kwa maana bado hawajashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Kuna hawa watu walikuwa wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana, lakini Roho wa Mungu hajafanya nini? Hajawashukia. Lakini ili ubatizo ukamilike, Roho wa Mungu anatakiwa aingie ndani ya mtu. Ndio maana mtu anayebatizwa anabatizwa kwa jina la Baba, kwa kutambua kwamba yuko Mungu mmoja wa kweli na wa pekee, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo Mungu wa pekee ana mwanaye Yesu Kristo ambaye amempatia jina lake. Na huyo mwanaye anatupa roho yake, anatubatiza kwa roho yake. Na anaipeleka kwa jina lake. Huo ndio ubatizo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ubatizo huo au kinzani na ubatizo unaotajwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kubatizwa kwa jina la Yesu. Kwa sababu kubatizwa kwa jina la Yesu ni kukiri, yule anayebatizwa lazima akiri kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na anapokiri Yesu ni mwana wa Mungu, maana yake kuna Mungu ambaye ni baba yake na yeye ni mwana wa Mungu. Alafu yeye ndiye ana uwezo wa kubatiza kwa Roho Mtakatifu. So Yesu pekee. Ndio maana hata ile ukiri wa imani wa Nikea ulikuwa unasema tunaamini katika Mungu mmoja aliye Baba na Bwana mmoja Yesu Kristo, na tunaamini katika Roho mmoja. Ukiamini Roho mmoja haimaanishi kwamba kuna nafsi nyingine inaitwa Roho mmoja. Hiyo tunaweza tukaielezea zaidi. Muda hautoshi. Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu. Pena sote. Amen. Sawa kabisa, na shukuru sana. Huyu ni mwalimu kutoka SDA Reformed Church, na yeye alikuwa anaelezea mada ambayo inasema kwamba ubatizo ni kwa jina gani? Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ama kwa jina la Yesu. Lakini kwa upande mwingine tena, kwa dakika 10 zingine nimwite mwalimu na mwana mwalimu Teo anakuja hapa kutoka kanisa la Kristo. Kwa dakika 10 tuambie ubatizo ni kwa jina la nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza naendelea kusema asante na pia kupana pole kwa ndugu zangu ambao wameamini mambo ambayo inawezekana hawana hakika nayo. Wasikilizaji na wanaotutazama, mimi nimeleta maandiko na swali yangu niliacha hapa. Wapi mtu kabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho? Alafu mwalimu ameshuhudia jambo ambalo tukilirudia kesho atalipinga. Amesema hivi kwamba jina la Yesu ni jina la Baba, sababu Yesu alipewa jina la nani? La Baba. Maana Yesu ni jina la nani? La Baba. Wasikilizaji, mulisikia alisoma andiko ya Yohana kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba. Hamkufanya nini? Sasa akasema kwamba hilo jina la Yesu ni jina la nani? La Baba. Unaona mzuri? Kwa hiyo kama ni kwa mamlaka, kwa jina la Yesu ni kwa mamlaka, tukibatizwa kwa jina la Baba kwa mamlaka ya nani? Ya Baba. Tukibatiza kwa jina la Yesu kwa mamlaka ya nani? Ya Baba. Maana Yesu ndiyo Baba. Hapo mada yetu mie kwangu inafanya nini? Inamalizika.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo jambo ambalo anatakiwa kuelewa, nirudie Matendo ya Mitume 4:10 yake. 4:10 Matendo ya Mitume. Anzia kwanza ku 4:3. 4:3. Inasema wakawakamata wakaweka gerezani hata asubuhi. 3:1 changamka kwa sababu ya wakati. Basi Petro na Yohana walipokuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, malizia, saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, changamka wakati, alichukuliwa na watu ambaye walimwekea kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, malizia, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo aliwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni akiomba apewe sadaka. Ndio. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Ndio. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Ruka sasa 4:10. Pale hapo Matendo ya Mitume. Changamka wakati wangu. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ndio, ambaye ninyi mlimsulubisha, ndio, na Mungu akamfufua katika wafu. Malizia. Kwa jina hilo mtu huyo anasimama ali mzima mbele yenu. Malizia. Yeye ndiye jiwe lile lilozarauliwa na watu. Ile jiwe yenye likataliwa na watu. Yeye ndiye jiwe lilozarauliwa na ninyi waasi. Ndio. Nalo limeweka kuwa jiwe kula pembeni. Malizia. Wala hakuna wokovu katika mwingine yeyote. Kwa maana hapana jina jingine. Hakuna jina ingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Wanadamu ambao inaweza kuwaokoa. Nilionyesha kwamba jina ni moja tu yenye inaweza kufanya nini? Kuokoa. Ni jina la Yesu. Hasa ndugu alikuja hapa anazunguka. Yote aliyosema ni mafikara ya nini? Ya akili yake. Alileta andiko kwamba kusema kwa jina la Yesu ndio kusema kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Alileta andiko kama kusema kwa jina la Baba, Mwana na Roho ndio kusema kwa jina la Yesu. Si ni mawazo yake. Analeta fikra zake kukuya kuziambia watu kama ndio neno la nani? La Mungu. Sema kinachoandikwa, hapana unachokiwaza. Maandiko yanasema Petro walimwambia ule kiwete, simama kwa jina la nani? La Yesu. Kiwete akafanya nini? Akasimama. Basi walimwambia amini, walimwambia simame kwa jina la Yesu atembee. Lakini pia kinachonishangaza, Rudele 8:16. 8:16. Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo. Kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao. Twende. Ila wamebatizwa tu. Kwa jina lake Bwana Yesu. Walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la nani? La Bwana Yesu. Sasa wale walibatizwa kwa jina la nani? Kwa jina la Baba? Kwa jina la Mwana? Hapana. Walibatizwa kwa jina la nani? La Yesu. La Yesu. Sasa kuna jambo ambalo anashindwa kuelewa. Kuna nguvu ambazo Mungu anawapea watu wanapobatizwa, na watu wanaweza pewa nguvu hata hawajafanya nini? Hata hawajabatizwa 47. Katika 10:47. Changamka wakati wangu. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndio. Biblia inasema hivi. 10:47. Inasemaje? Ni nani awezaye kuzuia maji? Nani anaweza kuzuia maji? Hawa wasibatizwe. Watu waliyepokea Roho Takatifu vile vile kama sisi. Roho Takatifu kama sisi. Unaona? Hapa Petro alishabahubiri na bakaamini. Sawa? Bakapokea nini? Roho. Lakini Petro akasema inatakiwa wafanye nini? Wabatizwe. Akawabatiza ndiye. Akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Basi kuamuru ni kunini? Kuamuru, aliamuru hapa watu mubabatize kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Kwa hiyo yenye alisema hapa ni mawazo yake. Yaani watu wanatengeneza fikra zao wanaifanya ikuwe neno la nani? La Mungu. Hakuna andiko mtu kabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na nini? Na Roho. Andiko yote inaonyesha watu walibatizwa kwa jina la nani? La Yesu Kristo. 19:5 yake. 19:5. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Malizia. Biblia inasema katika jina la Yesu Kristo walipoyasikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Tatu yake kusudi twende mbio.
Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Sikiliza, akawauliza mulibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, hii neno gani inamaanisha kuna maubatizo nini? Nyingi. Kwa hiyo Paulo akishauliza mulibatizwa kwa ubatizo gani, maana yake kuko ubatizo nini? Nyingi. Malizia sasa tusikie. Wakasema, kwa ubatizo wa Yohane. Kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Yohana alibatiza ubatizo ya toba, akiwaambia watu waamini atakayekuja nyuma yake. Akaambia watu waamini mwanakuja nyuma yake, yani Yesu. Walipoyasikia hayo, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Yesu. Sasa wewe kuya hapa utuambie nani kabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Hapo. Usilete mawazo yako, mafikara yako na itengeneza kama imani wakati sio imani. Sawa? Ubatizo ulifanyika kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Hapana kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Hakuna aya katika Biblia inayoonyesha kwamba watu walibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na nini? Na Roho. Paulo anasema nini Wagalatia 1:6 yake? Nastaajabu kwa kuwa mmemwacha upesi hivi yeye aliwaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Malizia. Wala si nyingine, lakini wapo watu watabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na lainiwe. Ili musiwe munalainiwa. Wapi mitume wakabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho? Sababu imani ya mitume balibatiza kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Wapi mitume wakabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho? Andiko hii moja. Wakolosai nasema nini? 3:17. Wakolosai 3:17 yake. Ndio. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wakolosai 3:17, tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila mfanyalo kwa neno. Kwa nini? Kwa neno. Kwa nini? Kwa neno. Twende. Au kwa tendo. Fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Sasa hawa wakianza omba wanaombaga kwa jina la nani? La Yesu. Wakianza ubiri wanaanzia jina la nani? La Yesu. Vyote wanafanya kwa jina la nani? La Yesu. Sasa wakati wa ubatizo kwa nini wanakataa? Wanahepa kila kitu tutafanya tukifanye kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Sababu hakuna wokovu katika mwingine. Wokovu uko ndani ya jina la nani? La Yesu Kristo. Amen. Hapo ndo full stop. Ili msiwe mnakuwa na laana, mnatakiwa mfundishe mafundisho ya mitume. Na katika fundisho la mitume hakuna nafasi mitume walibatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Mitume walibatiza kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Mbarikiwe sana muda wangu. Sawa kabisa, na kushukuru mwalimu kutoka kanisa la Yesu Kristo. Upande mwingine tena kwa dakika 10 na wakaribisha walimu kutoka SDA Reformed Church. Mtuambie ubatizo ni kwa jina la nani na kwa maandiko yapi? Unajua kuna wakati unaisoma Biblia alafu unaisoma Biblia kwa fikra zako na unadhani desturi ndio ukweli. Labda angekuwa na nafasi tungemhoji kwamba unaposema unabatiza kwa jina la Yesu unamaanisha nini? Sababu kila anasema unabatiza kwa jina la Yesu, mimi nakwambia sipingani na hilo na nakubaliana nalo kabisa. Unatakiwa ubatizo kwa jina la nani? La Yesu. Na sisi tunabatiza kwa jina la Yesu. Sipingani kabisa. Tunabatiza kwa jina la Yesu. Ila wewe unatakiwa uje uniambie kwamba unaposema unabatiza kwa jina la Yesu na mimi sibatizi kwa jina la Yesu, huko kubatiza kwa jina la Yesu nako kumaanisha wewe ni kupi? Ni vipi? Hiyo ndio unatakiwa uwe clear. Ndio nikakupa fungu kwamba unaposema jina la Yesu, jina la Yesu, maana ina maana nini? Kinatamkwa na kinamaanishwa. Nimekwambia, nimejenga hoja kabisa. Ile jina Yesu, yani ukisema Yesu, kuna Yesu bali Yesu, kuna Yesu Yoshua mwana wa Nuni, kuna Yesu mwana wa Yehosadaki, kuna mayesu wengi hadi wa Haruni. Soma Matendo ya Mitume 19:16. Nadhani kuna kitu ambacho mtu anang'ang'ana
alafu hataki kutufundisha. Mimi sipingani kabisa kubatiza kwa jina la Yesu na nakubali kabisa. Na sisi tunabatiza kwa jina la Yesu. Lakini ile meaning, ile maana ya kubatiza kwa jina la Yesu, ungekuja ukatuambia kwamba unapobatiza kwa jina la Yesu labda unamaanisha nini? Kutamka kwamba nakubatiza kwa jina la Yesu. Hiyo sio hivyo, maandiko hayamaanishi hivyo. Maandiko hayataki hivyo. Na hayamaanishi kwamba wewe mbatizaji lazima utamke kwamba nakubatiza kwa jina la Yesu. Wala hakuna andiko linaloonyesha kwamba waliingia kwenye maji wakatamka na kubatiza kwa jina la Yesu. Halipo. Andiko linatuambia walibatizwa kwa jina la Yesu. Sasa hiyo natakiwa uelewe. Soma. Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, na wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani walioko Efeso. Hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Hao watu walijaribu kulitaja jina la Yesu kutoa pepo. Pepo akafanya nini? Akawagoma. Sasa kama jina la Yesu tu linatosha tu, wewe unaweza kuwa unatamka jina la Yesu kwa jina la Yesu. Maana wengine unaweza kahangaika na pepo asubuhi mpaka jioni. Jina la Yesu toka, pepo halitoki. Kwa sababu Yesu wako wengi. Sawa kabisa. Yesu wako wengi. Inategemea Yesu unayemaanisha ni nani. Na hata ukitaja Yesu Kristo, makristo wa uongo wako wengi sana. Biblia inasema watakuja makristo wa uongo. Kwani uongo Biblia si ndio inavyosema? Haitoshi tu kusema Yesu Kristo. You have to be specific. Ndio maana Biblia inasema Yesu Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Na hiyo kitu ina power. Ukisema Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mbingu zinakubali kwamba huyu anachozungumza anakijua. Ndio maana Petro alipotamka hivyo, Yesu akasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa na milango ya kuzimu haitafanya nini? Haitalishinda. Soma waraka wa kwanza Yohana 4:15. Tuelewe hiyo jina la Yesu. Unajua tunaweza kutamka jina la Yesu lakini ile maana halisi tukawa tufanye nini? Hatuipati. Twende. Kila akilie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Kila anayekiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu, na yeye ndani ya nani? Ya Mungu. Hiyo ndio maana sahihi. Ndio maana sahihi ya jina la nani? La Yesu. Ndio maana sahihi ya jina la Yesu. Ndio maana sahihi ya jina la Yesu. Soma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 12. Kuna wakati mwingine anakuja anachanganya, anasema jina la Yesu ndo huyo Baba, anajaribu kujificha hapo. Nadhani kuna kitu anataka kukiongea lakini anakificha. 3:12 Ufunuo. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Na jina la mji wangu Mungu wangu. Huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka kwa Mungu wangu. Jina langu mwenyewe lile jipya. Na jina langu mwenyewe lile jipya. Huyu ni Yesu anaongea, anasema kuna jina la Mungu wake, alafu kuna jina la kwake na Yerusalemu lile jipya. Unaweza kuona kuna majina mawili. Ndio Yesu akathibitisha kwamba yeye amepewa jina na baba yake. Soma Mika 5:2-4. Changamka. Anasema bali wewe Bethlehemu Efata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu. Ndipo hayo mabaki ya nduguze watayarudia wana wa Israeli, naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake. Huyu anayezungumzwa katika Mika 5, ukija hapo uniambie anayezungumzwa katika Mika 5:2 ni nani? Ambaye atalisha kondoo kwa jina la Bwana Mungu wake. Ana jina lake mwenyewe, yeye ni mwana wa Mungu. Ana jina la baba yake ambaye ni Mungu, lazima ukiri. Alafu ana roho wake ambaye anamtoa. Na muamini lazima aamini hivyo. Na pale mtu anayebatizwa lazima aamini kwamba kuna Mungu mmoja wa pekee na wa kweli. Wakorintho wa kwanza 8:6
hiyo sitaisoma. Na kuna Bwana mmoja Yesu Kristo. Labda soma Waefeso sura ya 4 anzia mstari wa 3. 4:3. Itaanza na tukijitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote. Huyu akisoma hapa anapita tu, haelewi kinachotajwa hapo. Hapo anatajwa Mungu mmoja aliye Baba wa wote, Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa nani? Mwana wa Mungu, na roho mmoja, roho wa Kristo na roho wa baba yake, na ushirika, ambaye muamini lazima apate ushirika wa baba na mwana kupitia roho yake. Ndio maana Biblia inasema yeye asiyekuwa na roho wa Kristo sio wa nani? Sio wa kwake. Biblia inaposema wakabatizwa kwa jina la Yesu, walibatizwa kwa kukiri kwamba Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na ukishakiri kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, maana yake kuna Mungu. Na ufunuo huo wa kukiri kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu unaupata kwa Roho Mtakatifu. Ndio Yesu anawaambia roho wa baba yenu ndiye aliyefanya nini? Aliyewafunulia. Anamwambia Petro, wala sio nyinyi. Lakini ukisema kwa jina la Yesu, sisi tunabatiza unaweza kubatiza kwa jina la Yesu lakini hujabatizwa. Unataja kubatiza kwa jina la Yesu lakini hujabatizwa. Why? Kwa sababu haukiri uwepo wa Mungu mmoja wa kweli na pekee, na haukiri uwepo wa mwana wa Mungu, na haukiri uwepo wa roho wa Mungu kabisa. Hapo utakuwa hujabatizwa. Na ndicho alichokifanya nani? Ndicho alichokifanya Mkushi. Kwa nini ubatizo? Akaulizwa Yesu ni nani? Alivyokiri, jamaa akamchukua akamtia kwenye maji. Sasa alienda kutaja jina gani kule? Ule mwenye maji hajaenda kuhangaika. Ukitaja unaotaja kwa faida ya wale waliopo, kwamba huyu mtu amemwamini Mungu mmoja wa kweli na pekee, amemwamini mwanae, na yuko tayari kupokea kipawa cha nini? Cha Roho. Ni kwa faida ya wale wanaofanya nini? Wanaosikiliza. Lakini hata usipotaja bado ubatizo unafanya nini? Unafanyika. Sasa Wakristo tunaanza kubishana, batizo kwa jina la Yesu. Mimi sipingani na hilo, batizo kwa jina la Yesu, na kweli tunatakiwa ubatizo kwa jina la Yesu. Lakini jina la Yesu maana yake nini? Ni kukiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ukibatizwa kwa jina la Yesu au uamini kwamba Yesu mwana wa Mungu, huo ubatizo ni batili. Nimemaliza. Asante. Swali unaniuliza mimi? Hivi dakika zangu zimeisha? Nilikuwa na mafungu mengine ya kutoa. Nimejikatia mwenyewe. Ibaki ngapi? Niendelee kutiririka hapa kuwapa. Haya, sawa. Haya. Sawa kabisa. Huyo ni mwalimu kutoka SDA Reformed Church, na alikuwa anamalizia dakika zake 10 akitoa mada ya je, tunabatizwa kwa jina gani? Kwa jina la Yesu au kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Na kwa muda huu sasa nimkaribishe tena upande huu wa SDA Reformed Church kwa dakika 3 liulizwe swali kutokana na mada hii inavyoenda, kwa sababu tumeona hao wenzetu wa upande wa kanisa la Kristo wanasema ubatizo ni kwa jina la Yesu Kristo. Hapo tumemaliza. Haya, asanteni sana kwa walimu ambao mmezidi kutufundisha ya kwamba ubatizo ni kwa jina gani. Sasa msomaji, kwanza naomba unisaidie 28 Mathayo 19:19. Basi nendeni ulimwenguni mote, mkawafanye watu kuwa wanafunzi, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Haya, rudi kwenye Matendo 8:35. Yesu anasema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ndugu akasema mkawabatize kwa jina la Yesu Kristo. Kama mwalimu alivyosema, sisi hatupingi kubatiza kwa jina la Yesu Kristo, hatupingi. Labda uelewa tu ndio tumetofautiana. Soma andiko hilo. 8:35. Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko hilo hilo, akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe?
Filipo akasema, akasemaje? Ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Endelea. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ni nani? Ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Endelea. Inasema, kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo na yule towashi ya Simone. Simama. Kwa hiyo tunaona Yesu Kristo, tunaona kwamba Filipo alikuwa na yule towashi, wameteremka majini, anamwambia nini kabla hajashuka, anamwambia kitu gani kinachonizuia nisibatizwe? Filipo anasema ukiamini utabatizwa, unaweza kubatizwa. Naye anasema naamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Wakateremka majini, akabatizwa. Kwa mind set mlionayo kwamba watu wanapaswa wabatizwe kwa jina la Yesu, kwa maana ya kwamba kutamka na kubatiza kwa jina la Yesu. Swali, kuna andiko lolote ambalo mitume wakiwa wanazamisha walikuwa wanasema kwamba na kubatiza kwa jina la Yesu? Maana maandiko yanasema tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Sasa kuna andiko lolote linalosema kwamba wakati wanazamishwa walikuwa wanabatiza, walikuwa wanazamisha wakitamka na kubatiza kwa jina la Yesu? Swali A. Swali B, ikiwa ni hivyo, maana yake inapingana na ile Mathayo 28:19. Swali B yake, hilo 28:19 tuifute au tuiweke wapi? Sawa kabisa. Hili ni swali sasa, walimu kutoka kanisa la Yesu Kristo, mtuambie linajibika. Kama linajibika basi lijibiwe kwa dakika 5. Asante. Kwanza tuweze kusafisha mazingira. 8 ya kitabu cha Mathayo 8 kamata 8 kistari chake cha 28. 8:28 yake 8:28. Naye alipofika ngambo katika nchi ya Wagerasi, ndio watu wale wenye pepo walikutana naye, ndio wanatoka makaburini, twende kabisa, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Ndio. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, ile mapepo ikapiga kelele ikasema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Yaani hata mapepo ilijua kama Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kusema kama kwa kuamini Yesu mwana wa Mungu ndio napata uzima, haiyakanusha, sababu mapepo hawakupata nini? Uzima, nao waliamini hivyo. Kwa hiyo hata Yakobo anasema unaamini Mungu ni nani? Ni mmoja. Hata shetani naye anafanya nini? Anaamini hivyo. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kujua mafundisho ya mitume, walifundisha nini? Swali yake sasa anasema, nimupe aya. Ni wapi mitume walibatiza kwa maji katika jina la nani? La Yesu. Matendo ya Mitume 10:47. Ni nani awezaye kuzuia maji? Nani awezaye kuzuia nini? Maji. Hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Takatifu vile vile kama sisi. Akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu. Waliingia katika maji, hawakuingia? Waliingia. Walitakiwa wabatizwe kwa jina gani? La Yesu. Kwa hiyo tena jambo la pili, ile 8 ya Matendo ya Mitume, kamata ile 16 yake. 8:16 yake. Inasemaje? Kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao. Hawa watu mwenye aliwabatiza ni nani? Si Filipo? Kabisa. Ana Filipo. Ndio. Twende. Ila wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo watu ambao Filipo alibatiza, aliwabatiza kwa jina la nani? La Yesu. Na towashi nani alimbatiza? Filipo. Alitakiwa mubatize tofauti na ngisi alibatiza wengine? Hapana. Kwa hiyo maandiko yanasema Filipo alimtia towashi katika nini? Katika maji. Na watu wa Samaria Filipo aliwabatiza kwa jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo ubatizo yote ilifanyika kwa jina la nani? La Yesu. Hawa hawajaleta hata nukta moja ya hata kwenye gazeti waseme kwamba imeandikwa watu walibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na nani? Na Roho. Hamna. Itakuwa tu kuleta fikra zenyu ndio mnakuja fundisha watu. Paulo anasema mtu akifundisha mafundisho yenye si atukufundisha fe nini? Alainiwe. Kwa hiyo hakuna nafasi mitume walibatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Wewe ukisema unaona inatakiwa ujue maana ya ubatizo kwa jina la Yesu. Sasa mbona hamjakuja hapa mtupatie maana kwa jina la Baba, Mwana na Roho? Hamjakuja mtuleteke kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho, maana yake ni hii.
Na kubatizwa kwa jina la Yesu maana yake ni hiyo, au kufanya hivi. Mwishaleta? Hamna. Mimi nawaonyesha kwamba Petro alipokuwa kwa mlango mzuri anamwambia kiwete, hatuna vya kufanya nini? Vya kukupatia. Kwa jina la Yesu simama utembee. Walitamka, walifanya nini? Walitamka, ni tamshi walisema. Kwa jina la Yesu simama ufanye nini? Utembee, akasimama. Lakini Paulo anafundisha kwa Wakolosai 3:17, kila mfanyalo kwa nini? Kwa neno au kwa nini? Kwa tendo. Fanyeni yote kwa jina la nani? La Yesu. Ninauliza, ubatizo ni tendo wala sio tendo? Tendo. Ubatizo wananenaka wala wanenake? Wananena. Kwa hiyo kenye tutafanya kwa neno au kwa nini? Kwa tendo. Tufanye kwa jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo ubatizo tunatakiwa tutende na tufanye nini? Na tunene. Sawa? Mathayo haivutiki sababu iko sahihi. Ni nyinyi mnashindwa kuelewa maandiko. Mathayo nasema wabatize kwa jina la Baba, hapana kwa jina la Baba, hapana kwa jina tatu. Sio kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Kwa jina la nani? La Baba. Tulishaona kwamba jina la Baba ambalo Yesu alipewa ni jina la Mungu. Sababu anasema kwa jina lako lilo nipa. Jina gani Mungu alipatiaka Yesu? Si Yesu? Ndio jina malaika alikuwa anaambia kama hii jina ndio mtamuita. Na ni jina gani? Yesu. Sasa jina gani yenye naokoa? Ni Yesu. Jina gani nafungua? Ni Yesu. Jina gani nabariki? Ni Yesu. Na kila mnapoomba mnaomba kwa jina gani? La Yesu. Kwa ube jina la Baba ni jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo ndugu yangu, mwelewe kama hakuna nafasi ubatizo itafanyika wale ilifanyika kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Na kama wametika ubatizo sio tunabatiza mjina la Yesu, tatizo iko wapi? Okay, tumepewa majibu kutoka kwa mwalimu wa kanisa la Yesu Kristo. Tunataka tuambiwe sasa kutoka kwa walimu wa SDA Reformed Church. Mmejibiwa swali lenu. Hivi ndivyo mlikuwa mnataka, na kuanzia leo tuanze kubatiza kwa jina la Yesu. Amesema vile vile, mbona nyinyi hamfafanui? Mnasema hiyo Yesu ina maana yake na hii Baba, Mwana na Roho ina maana yake, mbona hamfafanui? Sawa. Amejibu lakini hakujibu kwa usahihi. Mimi swali nimeuliza, kuna andiko linalosema wakati wanazamisha walikuwa wakitamka kwamba na kubatiza kwa jina la Yesu? Hilo swali limejibiwa. Amesema kwamba wakabatiza, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Unaona? Wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Swali kuwa kwamba kuna andiko wakati wanabatiza walikuwa kwamba wanatamka kwa jina la Yesu. Hilo swali hujaelewa pengine, lakini huwezi ukajibu swali hilo na hautajibu sana tu, utajaribu kuungaunga. Sisi tumesema kwamba hatukatai ya kwamba ubatizo wa jina la Yesu, lakini pia nikakuuliza hiyo 28:19 Mathayo tufute, bado ukasema tena iko sahihi. Sasa inakuwaje sahihi na Yesu amesema kwamba tubatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho, wakati huo tena unasema kwamba ukibatiza hivyo umekosea? Sasa ni wewe ambaye hujaelewa, na unakuja unasema kwamba ati Baba ni Yesu. Yesu si Baba. Ulikuwa ushafundishwa tokea kipindi hicho. Mungu jina lake sio Yesu. Msomaji? Niko. Hebu nisaidie 68:4. Isaya. Zaburi. Sasa mpaka tuanze kurudi mada ambazo tulikuwa tushamaliza nyuma. Au 89:8 Zaburi utakaopata haraka haraka. 89:8. Jina la Mungu si Yesu. Jina la Mungu si Yesu. Soma andiko. Bwana Mungu wa majeshi. Ni nani leo hodari kama wewe? Endelea. Yahu. Ati nani? Yahu. Hao wanatuambia eti Yesu. Na mtumishi alikuwa shafafanua. Yesu Kristo hilo jina ni Yashua ya kawaida, lakini ile nguvu ya jina hilo ni ile Kristo. Kristo mwana wa Mungu alikuwa hapo kina Yoshua. Hata wewe unaweza kumuita mwanao Yesu Kristo. Unaweza kumuita Yesu, lakini ile unapoweka Kristo, ilana ndio inakutafuna. Kwa hiyo jina la Mungu si Yesu. Jina la Mungu ni Yahu. Yesu anapewa Yashua Masihi. Ongea mpaka lini? Msomaji? Niko. Hebu kwanza nisaidie. La nyongeza. Nitaka nifafanue kidogo. La nyongeza. Swali la nyongeza. Sijajibiwa, na ili kwa kuweka vizuri, ili nimuongezee tu afafanue vizuri. Nisaidie Kumbukumbu la Torati 12:5 ili anijibu sasa vizuri. Maana wanaposikia jina wanajua eti kwamba ni jina kama method au simulizi. Sasa soma haraka haraka. Lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake. Afanyaje? Apaweke jina lake. Afanyaje? Apaweke jina lake. Sasa wao wanajua kwamba unapoweka jina au unapotamka jina
linakuwepo jina hapo. Wakati huo akiwa anafafanua hiyo swali la kwanza, waje watuonyeshe ambapo Mungu Yehova au Yahu alipoweka jina likakaa, liko asubuhi tunaliona linajiongea. Shukrani kwanza. Nafikiria kama watazamaji na wasikilizaji wanaotufuatilia hapa, mada ilishaeleweka na hawataenda tena kwa ubatizo, sababu hawana uwezo ya kuweza kugusia habari za nini, za ubatizo. Yaani hapa sasa tunaanza jadili kuhusu nini, jina. Nafikiria ni hivyo. Yaani kubatizo walishaelewa kwanza kama ubatizo unatakiwa ufanyike kwa jina la nani, la Yesu. Kwa kuwa hawana aya ambayo inawaamuru wabatize, hawana aya ambayo inaonyesha kwamba watu walibatizwa kwa jina la nani, la Baba na la Mwana na la nani, na la Roho. Sasa wanataka kujua hapo ambapo jina la Mungu linafaa nini, linawekwa ni wapi. Nafikiria ni hivyo. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo linatakiwa kuelewa kwanza, Mungu haezi ikala nje ya kanisa. Mungu anekalaka ndani ya nini, ya kanisa. Na ili watu wataje jina la Mungu analitaja ndani ya nini, ya kanisa. Nafikiria ni hivyo. Sasa tuangalie Waebrania 3:6. Kitabu cha Waebrania 3:6. Twende mbio. Biblia inasema hivi. Katika 3:6 kitabu cha Waebrania. Twende ndugu yangu. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Malizia. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu. Bali Kristo kama mwana ndani ya nyumba ya Mungu. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu. Twende. Ambaye nyumba yake ni sisi. Kwa hiyo kule kwa Waisraeli walikuwa nawaambia kwamba kwenye Mungu atekalisha jina lake ndio mnatakiwa mfanye nini, mwende pale. Sasa jina la Mungu lilikuwa nekala wapi kwa Waisraeli? Si ndani ya ile nyumba, ile hekalu ya nani, ya Sulemani. Sasa kwa kuwa Torati ilikuwa nini, kivuli, leo nyumba ya Mungu ni nani, ni sisi. Yaani ili jina la Mungu litajwe, sie ndio tunatakiwa kutaja jina la Mungu, tena litatajwa ndani ya nini, ya kusanyiko, yaani ndani ya watakatifu. Kwa hiyo ndugu yangu, nafikiria kwamba jibu yako iko sahihi, jibu niliyopana iko sahihi. Kwa hiyo ulipokosa unarudilia swali la nini, la pili, kwa kuwa la kwanza ulifanya nini, ulijibiwa. Sasa narudia hapa katika kitabu cha rudia kule kwa Wakolosai. Wakolosai ile 3:17. Kila mfanyalo kwa nini, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Yesu Kristo. Kumbe kila kenye tunatakiwa kufanya kwa neno au kwa tendo tulifanye kwa jina la nani, la Bwana Yesu. Na ubatizo ni nini, ni tendo na ni nini, na ni neno. Kwa hiyo Filipo aliposhuka kumubatiza Toasi, alitenda hakutenda? Alitenda na akatumia nini, neno. Sasa rudia kule kwa Matendo ya Mitume 10:47. Ni nani awezaye kuzuia maji? Nani mwanaweza kuzuia maji? Ni nani awezaye kuzuia maji? Nani awezaye kuzuia maji? Hawa wasibatizwe watu waliopokea Roho Takatifu vile kama sisi. Ndio akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu. Ndipo wakamsia zidi kukaa siku kaza wakaza. Wabatizwe kwa jina la nani? La Yesu. Na kila mfanyalo kwa nini? Kwa neno au kwa nini? Kwa tendo. Lifanyike kwa jina la nani? La Yesu. Sasa ndugu zangu, hawa hata mtu akikweko na shambuliwa anakuwa na magonjwa, wakianza kumwombea wanalitaka jina la nani? Hawasemi ati Baba, wanaitaka jina la Yesu. Ulishaka sikia siku mwao wako naomba hapa wakasema tunaomba kwa jina la Baba Mungu, tunaomba kwa jina la Baba. Watasema jina la nani? La Yesu. Wao ulishaka sikia wanasema tunaomba kwa jina la Yahu. Waishaka sema hivyo, wanaombaga kwa jina la Yahu. Hapa tangu siku zote mnasikilia, na nyewe mko natufuata kwa mtandao. Wapi kwenye Wakristo waishaka tamka jina la Yahu? Wapi kwa mitume walitamka jina la nani? La Yahu. Wapi mitume wakatamka jina la Yahu? Wapi jina la Yahu? Wapi mitume walitamka? Na kama ni Yahu ndio jina la Baba, maana jina la Yahu ni Yesu. Kwa kuwa Yesu anasema
jina lako lilofanya nini? Ulilonipa uwalinde hawa. Tunalindwa kujina gani? La Yesu. Si yao. Sawa. Biblia inasema mzuri kwamba kila mfanyalo kwa neno au kwa nini? Kwa tendo. Ondoleo ya dhambi na msamaha utahubiriwa kujina la nani? La Yesu. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi niko wazi. Ubatizo tupatieni aya moja. Hata kwenye gazeti wapi mitume wakabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho? Nafikiri mwalimu usiende mbali sana, kwa sababu muda wako wa kuuliza swali kwa dakika 3, swali linakuja kujibiwa kwa dakika 5. Okay. Mwalimu Matenda, karibu sana kutoka kanisa la Kristo. Utuulizie swali hapa, ubatizo ni kwa jina la nani hasa? Dakika 5 mtakuja mjibu walimu kutoka SDA Reformed Church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwa ninafurahi leo. Mungu asifiwe sana, sababu jina lake linatukuzwa milele. Sitaenda mie mbali kwa swali. Swali langu liko tu moja fupi, kwa usemi wa walimu wetu waliosimama hapa, wakasema kukiri Yesu Kristo, yani ubatizo kwa jina la Yesu ni kumkiri, lakini unapopelekwa kwenye maji lazima uwe umeamini Baba, Mwana na Roho, kama sijakosea, na lile litafanyika wakati sasa unaenda kwenye maji. Nisiende mbali, swali ni tupewe sasa ushahidi katika wale mitume. Efeso 2, msomaji. Wa Efeso 2:20. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Ndio. Na Yesu Kristo mwenyewe jiwe kula pembeni. Msingi tuko nani? Ya mitume na manabii. Na ukirudia kwenye Wakorinto wa kwanza 4, Paulo amesema msingi ambao nimekushia kuweka hakuna mwingine atatia isipokuwa ile, na ile msingi ni Kristo. Swali tu inarudia ya kidogo, kwa uhakika ya imani yenu tupewe andiko, mtu alipopelekwa kwenye maji wakamkiria Baba, Mwana na Roho, mada inaisha. Ile swali imeeleweka. Tukipata ile shahidi tunamaliza kila kitu, lakini nilitaka dakika zangu ngali kama moja hivi. Asante. Nilitaka kutengeneza usemi ya kusema hivi, ndugu zetu, hatukuja hapa kuwatoa katika lile ambalo mmefundishwa kwa ubaya, lakini tulikuja tu kuwapatia ile kuwakosoa ili murudie katika njia iliyo sahihi, na mkipata hiyo neema mtakuwa mnafaa. Ndugu alileta swali akasema Mathayo ifutwe au nani? Msomaji. Mwalimu. Kitabu cha Luka 10:16. Awasikilizaye ninyi. Yesu anaambia wanafunzi, awasikilizaye nyinyi anisikiza mimi. Amenisikia. Naye awakataaye, naye anayewakataa anikataa mimi. Yohana 17:20. 17:20. Yaani fundisho tunayofundisha sio sisi wa kwanza kuifunza au kuiamini, kuna wale walitangulia. Yohana 17:20. Wala si hao tu ninawaombea. Yesu anasema wala si hao tu ninawaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno la hao. Tutaamini nani? Yesu. Tutaamini nani? Yesu. Lakini kupitia maneno ya wanani? Ya mitume. Yaani mitume watatuhubiri, kisha tunamwamini nani? Yesu. Sasa mitume wapi kapeleka mtu kwenye maji katumia usemi Baba, Mwana na Roho, bila kuungaunga kufanya kukimbia huku kurudia, hiyo hatu. Kuna haya tu wakabatiza mtu hivi. Asante. Shiwe na kwa Trinity hiyo ambao wanakataa. Okay. Asante. Naanza kujibu. Sawa, muuliza swali. Moja ya hoja ambazo tumeziweka hapa ambazo hazijajibiwa. Hoja ya kwanza ni kwamba jina la Yesu linatumika kwa zaidi ya yule mwana wa nani? Wa Mungu. Hilo jina Yesu. Na hiyo hakuna mwalimu yeyote ambaye amekuja kuifafanua wala kuizungumzisha. Lakini wamejenga hoja kwamba hilo jina Yesu
ndio jina la nani? La Mungu. Lakini kwa maana hiyo, ili jina la Mungu anaweza akapewa methodi, akaitwa Mungu. Huyu blaza naye akaitwa Mungu. Sababu kama jina la Mungu ni Yesu, maana yake jina la Mungu anaweza akapewa yeyote. Nadhani hicho kitu hawakukifafanua. Lakini je, maandiko yanakubali jina la Mungu kumpa yeyote? Isaya 8. Isaya 42 mstari wa 8. Isaya 42 aya yake ni ya 8, nasema mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitazipa sanamu sifa zangu. Sasa jina la Mungu ambaye ni Yesu, isoma Hesabu, sawa? Ni Hesabu. Yoshua mwana wa Nuni alikuwa anaitwa nani? Hoshea. 13:16 soma. 13:16 Hesabu inasema hayo ndio majina ya hao watu waliotumwa na Musa waende kuipeleleza nchi hiyo. Huyo Yosea mwana wa Nuni, Musa akamwita jina lake Yoshua. Yesu. Kwa hiyo Mungu, yani jina la Mungu ambalo umeita Yesu, alipewa mtumishi wa nani? Wa Musa. Na Mungu hatampa mwingine. Mwingine jina lake. Ndio maana tukawaambia mtakiwa muelewe kwenye Mathayo 24:5. Biblia inaposema wakabatiza kwa jina la Yesu, walimaanisha nini? Sawa? Walimaanisha nini? Hebu irudie, labda hawakuisoma vizuri. Matendo 2:38. Mathayo 24:5. Mathayo 24:5 inasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Kwa ukisema jina la Yesu ni kusema Yesu ni Kristo, mwana wa nani? Wa Mungu aliye hai. Huko ndo kusema, yani hilo ndo jina lake. Ndio maana ukiitwa Yesu leo huna dhambi. Lakini huwezi kuitwa Yawe. Leo huwezi kuitwa Yawe. Ila unaweza ukaitwa Yesu na huna nini? Dhambi. Hauna dhambi. Sasa swali la rafiki hapa kwamba nimuoneshe ni wapi watu walibatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Anakilishwa. Na mafungu yote amesoma wakabatizwa kwa jina la Yesu. Wakabatizwa kwa jina Yesu. Walipokuwa wanabatizwa kwa jina la Yesu, nimekufafanulia, unapobatizwa kwa jina la Yesu maana yake, sawa? Si tu kwamba walikuwa wanatamka na kubatiza kwa jina la Yesu. No, hilo tumewaambia na sisi mtupe fungu. Hamjatoa. Wale wanataka kwetu. Hamjatoa. Na hata Yesu hiyo kusema naomba kwa jina, ombeni yote kwa jina la Mungu, si ndio? Kwa jina la Yesu, ombeni yote kwa jina la Yesu. Yesu mwenyewe alifundisha akasema, msalipo salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Hakumalizia naombayo kwa jina la nani? Ya Yesu. No. Tunaomba kwa jina la Yesu. Tunaweza tukatamka, si kosa kutamka kwa jina la Yesu. Lakini kinachomata au chenye maana zaidi ni ule Kristo. Utambulisho unaotambua. Sawa? Utambulisho wa mwana wa nani? Wa Mungu. Mwana wa Mungu. Ndiyo utambulisho ambao unakuwa unapatikana hapo. Na nikawapa challenge moja na hamkuieleza. Hawa watu kama jina la Yesu, kusema jina la Yesu ndo kila kitu. Matendo ya Mitume 19:16. Watu walitamka jina la Yesu ili watoe pepo na walishindwa. Lakini pepo hakufanya nini? Hakutoka. Why? Kwa sababu wale watu hawakuwa wanaamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Sasa mimi sitaki niwakatalie, ukibatiza, ukienda kuzamisha mtu ukatamka na kubatiza kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kwa jina la Yesu, ukimaanisha mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Na ukishamaanisha mwana wa Mungu manake kuna Mungu. Yeah. Na huyo ni mwanae. Na huyo mwanae ndiye anatupa nini? Roho yake. That's simple. Na hicho ndicho kinachoelezwa kwenye Mathayo sura 28 mstari wa ngapi? Wa 19. Kwamba uwabatize kwa jina la Baba, kukiri kwamba yuko Mungu mmoja aliye Baba. Ndio. Kwa jina la Mwana, huyo Mungu mmoja na mwanae. Ndio. Na kwa Roho Mtakatifu, kwamba Roho anatolewa na Mungu kupitia mwanae Yesu Kristo. Toasha alibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho.
Sawa, nashukuru sana mwalimu kutoka SDA Reformed Church. Tunataka walimu wa kutoka kanisa la Yesu Kristo waje tuambie. Mmejibiwa swali lenu na hivi ndivyo, kwa hiyo inatakiwa tubatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu au tunakomaa na jina la Yesu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani lile jibu kwa usemi ya Uislamu wanasema hadi kiama, jibu hamuna. Jambo la pili, nashukuru Mungu kwa sababu neno la kufungia la mwalimu amesema hajatukosoa tunapombatiza mtu tunakiri unabatizwa kwa jina la Yesu. Anasema pale tuko sahihi. Si mada naisha. Amina. Amesema tukiri kwa kumbatiza mtu kwamba tunakubatiza kwa jina la Yesu. Si mada naisha. Yale mengine yametoka wapi? Yaani hii mada nafikiri hata ile siku tulikusudia kuiongea, walimu wakasema sisi hatuna elimu sana kwa hii mada, tuiache. Sasa tuliposikia mwalimu amekuja tukafikiri sasa tunapata elimu. Bahati mbaya wanaofaidia ni wenye kumtandao. Yaani sijajibiwa na sijatarajia, kwa swali tu ilikuwa hivi, andiko linalotaja, sikusema hata batu, nilisema mtu mmoja kwa andiko walipompeleka kwenye maji baada ya kukiri lile jina, wanapompeleka kwenye maji waseme Baba, Mwana. Haya hakuna, na mpaka tutaendelea, lakini ashukuriwe Mungu mko na kamata kamera. Nafikiri tutakapokuwa hatuko mtakuwa mmerudilia, na Mungu akiwanemisha mtapata nuru na itakuwa tu ni jambo la busara. Sasa namalizia kusema hivi kwa ili jambo, wasikilizaji na watangazaji. Mwalimu amesema aliacha hoja. Ndugu alipita hapa alirudia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 10 wakati Petro yuko ndani ya nyumba ya towashi. Maandiko yanasema Petro akasema hivi, ni nani awezaye kuzuilia hawa maji? Hiyo ni neno la kwanza. Baada ya Paulo samani kuwahubiri, walipokiri kwamba wamekubali fundisho la Paulo, maandiko nasema akasema sasa, nani anaweza kuzuiza maji hawa wasibatize watu waliojazwa Roho kama sisi? Akaamuru wafanye nini? Ametamka kwanza nani aweze kuzuia maji, yaani amekiri ya kwamba kwa kubatizwa kwanza inaomba pawe na maji. Sasa maji ilipoonekana akaamuru wabatizwe kwa ile maji kwa jina la nani? Si andiko liko wazi kwenye Matendo ya Mitume 10:47 hadi 44. Si ile andiko alisomeke, si liko wazi. Yaani kwa jibu ninalolitoa hapa, haya akose kuna Biblia wamesema upapa italeta Bible mpya ambao ndio watawaletea hiyo andiko ambao kuna mtu alibatizwa kwa hiyo majina matatu, tutakuwa tumekubaliana na nyinyi, lakini najua hata na nyinyi hamjakubali hiyo Bible kwamba itakuwa ni nzuri. Sasa kama watawatilia haya, lakini kitu ninagundua sasa, wasikilizaji, leo nimefanyikiwa kujua kwamba ndugu zetu walikuwa wanatetea Mungu mmoja lakini wako kwenye utatu. Hapa ndio mimi naishia. Asante. Aliwezi kujibiwa na halitajibiwaka. Mimi sikusema ilete mafasilio. Andiko, yani aya iseme mtu fulani alipopelekwa kwenye maji walisema tunakubatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho. Sisi tumeleta aya. Paulo akasema maji hii hapa, nani anaweza kuzuiza usibatizwe? Akaamuru. Hapana akawakilisha, akawaamuru, yani akashurutisha kwamba mubatize wa watu kwa hii maji kwa jina la Yesu. Sasa niko wazi, hiyo andiko haina. Mwalimu alisema hata kwenye gazeti tunawalomba gazeti tu kama hakuna Biblia. Sawa, andiko lolote ambalo linaonyesha kwamba kuna mtu yeyote yule alibatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu alibatizwa. Kwa dakika 5 tena, karibuni tena jamani, mtuambie kuna yeyote. Gazeti tutachapisha kesho. Mimi ninavyofikiria hao ndugu zetu ni uelewa tu wa kutokuelewana. Mwanzoni mimi nimeuliza swali hivi kwamba kuna yeyote aliyebatizwa wakiwa wanatamka maneno? Nimejibiwa hapana. Kuna waliozamishwa wakiwa wanatamka kwamba nakubatiza kwa jina la Yesu? Hapana. Vivyo hivyo hakuna aliyezamishwa wakitamka kwamba kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Unaona? Na hakuna aliyezamishwa kwa kusema kwamba nakubatiza kwa jina la Yesu. Hakuna. Ile sasa ile Mathayo
28:19 anaposema kwamba mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho, maana yake lazima utambue kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba, na kuna mwana wa Mungu aliye Yesu Kristo, na kuna Roho wa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Ndio context ya ile Waefeso 4:4. Ndio context ya ile hilo andiko, lazima utambue hivyo. Na hata Toasha anapohubiriwa anasema kwamba naamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sasa anapoamini maana yake kuna Mungu, kuna Yesu Kristo aliye mwana. Sisi kwanza tuamini utatu. Sisi tunaamini kuna Mungu, kuna Yesu Kristo aliye mwanawe, na kuna Roho Mtakatifu aliye Roho wa Mungu. Soma andiko hilo. Mwili mmoja na Roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja. Kwa hiyo kuna Roho mmoja, kuna Mungu mmoja, kuna Bwana mmoja. Sasa unasoma sisi tunaamini utatu. Sisi hatuamini utatu. Tunaamini kuna Mungu, kuna mwana wa Mungu, kuna Roho ya Mungu. Kwa hiyo sasa anaposema mkawabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho, lazima muamini kwamba kuna Mungu na kuna mwana wa Mungu na kuna Roho ya Mungu. Huo sio utatu. Utatu ni kusema Baba, Mwana na Roho wanaunda Mungu mmoja. Hiyo ndiyo Trinity. Sasa msomaji, niko nisaidie 14:26 Yohana. 14:26 Yohana. 14:26 Yohana. Soma. Anasemaje? Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Unasikia? Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapelekwa kwa jina la nani? Jina la Yesu. Anapelekwa kwa jina la nani? Jina la Yesu. Sasa mngekuja mkatuambia sasa hata Roho Mtakatifu jina lake ni nani? Issue sio majina, issue ni identity, ile mamlaka, ile nguvu. Msomaji, niko Warumi 10:12. Ile mamlaka, identity ndio ya kuchukulia. Sasa kama mnasema kwa majina, mje mtupe jina la Roho Mtakatifu. Soma andiko. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani. Endelea. Maana yeye yule ni Bwana wa wote wenye mwili, utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana. Unasikia hapo? Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Sasa kwa mawazo yao ukiliitia jina la Bwana ni kuita Yesu. Sasa kuna mtu ambaye angeenda motoni. Ukisema kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana atafanyaje? Ataokoka. Sasa kwa mawazo yao ukiliita jina la Yesu unaokoka. Kuliita jina la Yesu ni kufanya yale mambo Yesu ambayo ameagiza. Ndio maana anasema mkawafundishe yale, kuyashika yale niliyoagiza. Sio kuita tu Bwana Yesu. Huwezi kaita Bwana Yesu na ukasema tu kama namwamini Yesu eti ukaokoka. Huwezi kuokoka. Biblia itafsiri hivyo. Kwa lazima umwamini Yesu na uamini kile Yesu alichokifundisha, na miongoni mwa vitu alivyofundisha mkaobatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho, kumaanisha kwamba lazima utambue kuna Baba ambao ni chanzo cha vitu vyote, na lazima utambue kwamba kuna Mwana aliye mkombozi. Lazima utambue pia kuna Roho Mtakatifu anayeunganisha ushirika wa Baba na Mwana, anayekaa ndani ya waumini kwa ajili ya kufanyaje? Kutufanya tuwe watakatifu. Kwa hiyo lazima uamini hivyo. Uamini kuna Baba, uamini kuna Mwana, uamini kuna Roho wa Mungu. Sio utatu. Lazima uamini kuna Baba, Mwana na Roho wa Mungu. Huo sio utatu. Utatu, Baba, Mwana, Roho ndio wanaunda Mungu mmoja. Sasa hebu nisaidie kwanza Wakorintho wa kwanza 12:4. Sasa nyewe mnapinga maandiko, mtawapeleka wapi? Ukisema eti Baba, Mwana, Roho ni utatu, hayo maandiko tufute. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Sametaja Roho. Ndio. Endelea. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Sametaja Bwana. Ndio. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni nani? Ni yeye yule. Sasa wao kwa sababu wanaingia kwenye modernism, wanachukua Mungu, wanachukua Yesu na Roho ati ndio yule yule. Wakati kuna hapo umetofautisha, kuna Mungu kando, kuna Mungu kando, kuna Roho kando, kuna nini? Bwana kando. Sasa ukiwaambia wanasema eti kwamba ni utatu. Maandiko yaendi hivyo, lazima tujifundishe ukweli uko vipi. Kwa hiyo sisi hatukatai kubatizwa kwa jina la Yesu. Unapobatiza kwa jina la Yesu, sisi tunaamini kwamba na kubatiza kwa jina la Yesu sio kutamka eti kwamba nakubatiza kwa jina la Yesu. Ni kukiri ile mamlaka ambayo Yesu alionayo ya kwamba Mungu alimtoa kafa na akafufuka, ndio kukiri. Na ndio maana hakuna sehemu utakapoona andiko linasema ati nakubatiza kwa jina la Yesu. Hilo andiko halipo. Kama vile kusema kwamba nakubatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho, hilo hutapata. Ile unaposema kwamba nakubatiza kwa jina la Yesu, unatambua kwamba kuna Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu na kuna Mungu aliyemtoa ili aje afa. Unapobatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho, unaamini kwamba kuna Mungu, kuna Yesu, kuna mwana wa Mungu, na sio kutamka, sio matamshi. Kwa hiyo mimi nadhani tuko sawa.
Yes, tupo sawa kabisa. Hizo zilikuwa ni dakika 5 za mwalimu kutoka kanisa la SDA Reformed Church akijibu swali kutoka kwa mwalimu wa kanisa la Yesu Kristo. Mada yetu tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na ubatizo. Tunabatiza kwa jina gani? Kama Wakristo tukubaliane moja, lakini huu ndo mwisho wa mada yetu. Kwa sasa ambacho naweza nikafanya ni wakaribishe walimu kutoka pande zote, labda mwalimu mmoja mmoja, mje muage kwa niaba ya wengine, mtufanyie hata shukrani kwa hapa ambapo tumefanyia hiki kipindi, tuwe tumemaliza jamani, na washukuru sana. Tunatoa shukrani, nafikiri tunamalizia, mada imeeleweka. Tunawashukuru ndugu zetu kwa mapokezi. Tulikuwa hapa muda wa siku 3, tumezungumzia mada 5, na katika hizi mada najua tutakuwa tumefikiri. Naona huko kwetu Kongo tunatumia Kifaransa sana. Kuna yeye ambao tumetumia kwa Kifaransa nasema la nuit porte le conseil, yaani kwa Swahili anasema usiku nao unapolala inaweza kukuongezea ushauri fulani. Tunashukuru kwa ukarimu kutupokea na kukubali tuzungumuze kwa amani na kwa upendo, na hii sio mara ya mwisho. Siku zijazo tena Mungu atupatie uzima, tutazidi kuongea kwa zaidi. Kile ambacho mmekisema tumekirekodi, na kile ambacho tumeongea mmekirekodi. Yaani muda tunapokuwa tunaanza kusikiliza yale mlioyasema, mnasikiliza pia tulioyasema, na najua Mungu anaweza kuangazia nuru. Sisi ni kikundi kinachohusika na kuhubiri tu Injili ambayo ni nuru ya jioni, ili kuangazia watu watoke katika giza ya fundisho la uongo waliolipokea na sasa waamini ukweli. Tumetoka Kongo. Kwa majina naitwa Ejid Matenda, mume wa mke mmoja na watoto 4. Niko na batoto 4. Tumekuwa pamoja na mtumishi wa Mungu Theophile, nafikiri anaweza kujifasiria, pamoja na mchungaji. Tumetokea naye sehemu za Mwanza, ambaye yeye ndiye amewakilisha kanisa la Yesu Kristo pale Mwanza, na ilibidi tuwe naye hapa Tanzania. Kwa hivi tunawashukuru kwa muda ambao mmeruhusu, na pia ni kama kuwaaga. Kwa neema ya Mungu tumekuwa hapa kama wiki moja na zaidi. Tunaweza kufanya safari kesho ya kuelekea Mwanza kufanya mengine ambayo Mungu atakuwa ameturuhusu kufanya. Barikiwe. Nafikiri samani yeye ndugu Mordekai